Shalom, shalom watu wa Mungu. Kwa majina naitwa Apostle Princess kutokea Divine TV. Na leo tumepiga hatua moja kwa moja mpaka kwa askofu mkuu wa makanisa ya Jesus Power Miracle Church. Namzungumzia Apostle Daktari Joakim Peter Kimanza. Mkesha mkubwa ule unaotangazwa wa tarehe 31 siku ya Ijumaa utakaofanyika katika kanisa la Jesus Power Miracle Church. Mkesha huu umekuwa na shamla nyingi sana, umekuwa na maandalizi makubwa, na sisi kama Divine TV tukasema tupige hatua moja kwa moja mpaka kwa askofu, tukutane na mke wake, namzungumzia Bishop Magdalena Joakim, tuweze kuyafahamu mawili matatu kuhusiana na huu mkesha mkubwa wa tarehe 31 utakaofanyika Ijumaa hii katika mkoa wa Dar es Salaam, wilaya ya Ubungo, eneo linaitwa Kimara Temboni, mtaa wa Salanga Center. Hapo ndipo utakapolikuta kanisa la Jesus Power Miracle Church, na kuanzia saa 3 kamili usiku siku ya Ijumaa mkesha ndio unaanza. Sasa ni yapi ambayo yameandaliwa kwa sababu huko mtandaoni mkesha ni mmoja tu unaozungumziwa, huu mkesha mkubwa utakaofanyika Jesus Power Miracle Church. Sasa twende pamoja na mimi moja kwa moja ndani tujue yale ambayo yameandaliwa kwenye huo mkesha, na interview kubwa na ya kibabe kabisa ya Bishop Magdalena Joakim. Twenzetu nyuma ya kamera ninaye Amani. Mtazamaji, kama ambavyo nimekwambia tunaingia ndani. Sasa tayari tumeshaingia ndani na niko na Bishop Magdalena Joakim. Lakini wakati naingia ndani bwana, nimekutana na huu mpira. Nataka tufahamu humu ndani pana mcheza mpira mwenye maono baadaye ya kuja kuwa mcheza mpira bora. Lakini kile ambacho tunahitaji kukifahamu kwa Bishop Magdalena ni kuhusiana na huu mkesha mkubwa sana ambao utafanyika tarehe 31 ya mwezi wa 7 2026. Naizungumzia Ijumaa ya wiki hii tulionayo. Ni mkesha mkubwa sana, umekuwa unazungumziwa mitaani lakini pia na kwenye mitandao ya kijamii. Lakini huu mkesha umebeba theme gani kubwa sana ambayo inawafanya sasa kila mtu anaisubiria tarehe 31 ya mwezi wa 7 2026? Niko tayari na Bishop wa madhabahu ya Jesus Power Miracle Church. Mama, shalom shalom. Shalom. Nashukuru sana leo kupata nafasi kuwa pamoja na wewe. Imekuwa baraka zaidi. Lakini kubwa zaidi tumekuwa tunaona shamla ambazo zinaendelea mtaani, lakini pia na kwa watoto wa madhabahu ya Jesus Power Miracle Church wakiuzungumzia mkesha wa tarehe 31 mwezi wa 7 2026. Mimi binafsi na huyu ambaye anatutazama muda huu pengine hatujajua mkesha huo umebeba nini na utakuwa na vitu gani. Ningependa tuvifahamu kutoka kwako. Karibu mama. Amina, asante sana. Kwa kweli tutakuwa na mkesha kama ulivyoongea Apostle Princess. Na mkesha huu ni mkesha mkubwa sana. Na huu mkesha nilitamani mtu yote anayetutazama wakati huu asikose, kwa sababu tuna mambo mengi tulioadhimia kwa ajili ya vijana, kwa ajili ya wadada ambao wamefikia hatua wamekata tamaa, vijana ambao wamefika hatua ya kukata tamaa, wamama ambao wamefika hatua ya kutembea wakiwa na talaka zao kwenye nafsi zao, mioyo yao, mikono yao. Sasa tumekuja kwa ajili ya kuwasaidia hao vijana na hao wamama ambao au wababa waliofika hatua ya kusema nimechoka. Kwa nini tumeamua kuweka huu mkesha? Huu mkesha tulichoadhimia ni baada ya kuona mateso yanayopita kwa vijana wengi, na wengi wamekuwa na maswali ambayo hayana majibu. Mfano, vijana wengi wamefika hatua ya kusema ninawezaje kuoa wakati sina kazi? Ninawezaje kuoa wakati sina pa kumweka huyo wa kumuoa? Ninawezaje kuoa au kuolewa? Mwingine analalamika umri wangu unakwenda na sijapata mtu wa kunioa. Kwa hiyo haya yote yamekuwa ni maswali, na wengi hasa wamefikia hatua sasa ya kusema ngoja tu hata nioe yoyote au niolewe na yoyote. Sasa kwenye huu mkesha tutajaribu kuwavuta vijana wengi na mabinti na hawa wanandoa ambao wameshindwa kwenye ndoa zao, kwa sababu ya kuwasaidia, kuwapa neno la kuwatoa hapo. Nikisema neno nikiwa na maana gani? Mtu mwingine
anaweza akapita katika hali ngumu, lakini kupitia kuongea naye ukajikuta unafika hadi kwenye eneo ambalo linamtesa, na mwisho wa siku ukamfanyia maombi, na akitoka pale mambo yake anakwenda kubadilika. Mfano, vijana wengi wamekuwa na maswali, umri gani naweza kuoa? Unajua tena sijajua namna gani naweza kuoa, na nimuoe nani? Na wengine wameoa wanadhani kuoa ni kuoa mtazamo wa vile wanavyotaka wao kuoa. Kumbe hawajajua kuoa unaweza ukaletewa mwanamke na moyo wako ukakulipuka, yani ukajikuta unampenda. Sasa kwa sababu hana vile vigezo ambavyo ulikuwa unavitaka, inabidi sasa uvitengeneze wewe baada ya kumpata. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wengi wameshindwa hapo, kwa sababu ukisema nimpate mwenye kigezo ambacho unakitaka kwa leo, kwa mitazamo ya leo, kwa maisha ya leo na tabia za leo, ni ngumu sana kumpata huyo ambaye unamtaka mwenye hizo tabia zake na sifa zake. Kwa hiyo Mungu anaweza akakuletea, kwa sababu Mungu alimleta Adamu akiwa mpweke. Alimleta Adamu akiwa peke yake. Alimleta Adamu akiwa single. Lakini kilichomfanya Mungu kumleta Eva au Hawa ni kwa sababu ya ule upweke hapo katikati. Akaona huyu inabidi nimpe mtu wa kumsaidia. Ndio maana leo tunaita wanandoa. Na kusudi la Mungu kwenye maisha yetu leo sio kwamba tuwe single. Unaweza kuwa single ukitaka, lakini mpango wa Mungu sio kuwa single. Ndio maana akasema mkazae na kuongezeka na kuijaza. Hapo mama, kwenye mpango wa Mungu sio kuwa single. Msikilizaji, mtazamaji ambaye unatutazama muda huu, sasa naanza kuelewa kumbe mkesha huu dhimu kubwa ambayo imebeba ni swala la mahusiano na eneo la ndoa. Kwa hiyo utakuwa mkesha mkubwa ambao unahusu vijana ambao wako kwenye mahusiano na wale wasio kwenye mahusiano na wale ambao tayari wameshaingia kwenye ndoa. Huo ni mpaka majogoo. Huo ni mpaka majogoo. Mtazamaji wanakwambia ni mpaka majogoo. Lakini sasa tufahamu kwenye mkesha kutakuwa na nini na nini kabla ya elimu hiyo na mafundisho ya mahusiano ambao wanahangaika, ambao wanakataliwa. Tufahamu kwanza hapo kutakuwa na nini na nini, vile vionjo. Unajua hata jikoni kuna vitunguu, kuna hoho, kuna nyanya, kuna vina chachandu fulani hivi. Na mimi kabla sijaondoka, msikilizaji, nimeona pembeni pale meza imependeza, lazima nile kwanza. Utakula. Haleluya. Hapa lazima ule. Unajua umeingia nyumbani, lazima ule. Sasa kwenye madhabahu yetu kitu ambacho tumekiandaa, tutakuwa na sifa nzuri sana. Tutamsifu Mungu isivyo kawaida. Na unajua tena vijana wa kanisani kwetu wanajua kusherehesha kwa kweli. Kuhusu sifa hilo hatuna tatizo. Na kuhusu wachezaji, yani sisi wenyewe tunachezeaga hapo nyumbani. Kitu cha pili, tutakuwa na muda mzuri wa kumwabudu Mungu. Unajua watu wengi wamekosa hiyo space ya kumwabudu Mungu kwa sababu ya mambo mbalimbali. Na kwa nini tulifanya iwe mkesha? Ili watu tupate muda wa kuingiza vitu kwa muda mrefu na tuwe na breki. Tutakuwa tuna praise, afu tuna worship, anaingia mwalimu wa kwanza. Tuna worship, tuna praise, tuna worship, anaingia mwalimu wa pili. Tunaanza tena sifa, tunaabudu, anaingia mwalimu wa tatu. Tutakuwa walimu wanne. Kwa hiyo ndani ya walimu wanne na mimi nikiwemo. Sasa angalia nini kitatokea. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo hapo tutakuwa tuna vitu vizuri sana. Kuhusu kusifu na kuabudu, kwa kweli kuingia rohoni ni lazima. Kwa sababu tunajua kwamba mkesha huu hatukuandaa sisi. Ni Mungu ambaye aliweka huo mzigo ndani yetu. Ndio maana tunafikisha ujumbe kwa wengine ambao tunatamani watoke hapo waliponasa. Amen. Msikilizaji, namna hiyo nimekwambia leo niko na Bishop Magdalena Joakim, askofu wa kanisa la Jesus Power Miracle Church ambalo liko Dar es Salaam Kimara Temboni, mtaa wa Salanga Center. Ameanza kukwambia chachandu ambazo zitakuwepo kwenye huo mkesha. Swala
kukusifu, kuabudu, wewe waachie plays. Vijana wa pale wako fire, wako moto sana, na ndivyo ilivyo kabisa. Lakini pia mtazamaji ambaye anatutazama muda huu pengine angetaka kufahamu namna gani ambavyo anaweza akafika kanisani, lakini pia na namba za simu ambazo anaweza akazipiga akapata maelekezo. Namba tunaweza tukaziweka hapa chini ya screen hii, video hii wakati inaendelea. Hapa kuna namba chini utaziona, piga hizo namba moja kwa moja, utapata maelekezo ni namna gani unaweza ukafika Jesus Power Miracle Church. Lakini swali kubwa ambalo kuna mtazamaji anaweza kana tutazama sasa hivi, anaweza akawa anajiuliza, je, ameiona video hii, anaweza akaja akalala pale madhabahuni? Amen. Ni kitu kizuri sana ulichokiongea, kwa sababu kuna wengine wanakaa mbali, kuna wengine wanatoka mkoani, kama Grace anatoka Dodoma, anakuja na atafikia madhabahuni. Na pia hata wewe ambaye unasema natamani kukesha, natamani kuja mkesha, lakini maandalizi yangu sehemu ya kupumzika itakuwaje? Wewe njoo, alafu utamuona Mungu. Yaani uhakika wa kutulia pale madhabahuni upo, sehemu ya kulala manake. Kwa sababu hata tukiwaga na mifungo, watu wengi huaga wanahamia madhabahuni. Kwa hiyo hata hii kuhusu chakula, we njoo, Mungu yupo na atatenda na utakula. Amen. Kumbe na chakula, yani tusije tunaanza tumbo sijui nini. Watakaowahi kufika pale lazima watakaowahi watakula. Wewe uliochelewa saa 4 saa 5 utatukuta tumekula, maana mkesha huu tunaanza saa 3. Okay. Kwa nini saa 3? Hatutaki kuchelewa, kwa sababu dhumuni au kusudio tunataka tulifanikishe. Yaani tusije tukafika hatua tukashindwa kumaliza meseji zetu. Maana hapa mimi mwenyewe kifua kimejaa, natamani hiyo Ijumaa ifike haraka niweze kupumua. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu nimejiandaa kwa kweli, na watu watapata kile ambacho kinawastahili kupata. Kwa sababu naamini katika roho, wote walimu wana Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Na wote wanatumika kabisa katika roho. Ndio maana tuiti tu kila mtu. So kila mtu akumuita. Tumemuita tuliomuita kwa sababu tunamwamini. Kwa hiyo uje, na pia usahau baba yetu atakuwepo, Bishop Dr. Joakim atakuwepo. Sijamkuta leo, nilitegemea nitamkuta nyumbani hapa. Nilivyoona ile gari yake fulani haipo, nikajua leo Daktari Apostle Joakim hayupo. Daktari yuko kwenye majukumu, lakini atakuwepo, na yeye pia atakuwa ni mwalimu katika hilo kongamano letu kubwa la huo mkesha siku hiyo ya tarehe 31 Ijumaa hii mwezi huu wa 7 atakuwepo. Na yeye ni mwalimu mzuri, atatufundisha. Na mimi nasubiri kweli atufundishe, kwa sababu najua doctrine alionayo, ana IQ kubwa sana ya ufahamu wa kumtoa mtu mahali pamoja kumweka pengine, au ana ile kitu cha kuweza kumsikiliza. Yani utakaa tu utamsikiliza. Akianza tu kuongea, wewe mwenyewe utaelewa kwamba anayezungumza ana akili na ana ufahamu na ni mtumishi wa Mungu. Amen. Amen. Mama, mimi nashukuru sana. Yale ambayo tulitarajia kuyafahamu na tulikuwa na shauku tuyajue kwamba ni mkesha wa nini. Tumesikia tu mkesha unatangazwa tarehe 31 ya mwezi wa 7, na zungumzia Ijumaa hii kwamba kutakuwa na mkesha mkubwa sana Jesus Power Miracle Church. Kumbe ni mkesha ambao unahusisha watu wote, vijana, wa baba, wa mama, ambao mna changamoto kwenye eneo la mahusiano, kwenye ndoa. Hata wewe usiyekuwa na changamoto, na wewe unahitajika, kwa sababu yako mengi ya kujifunza kwenye mkesha huo utakao kuwa umebezi sana kwenye eneo la mahusiano, lakini pia na eneo la ndoa. Kwa kumalizia kabisa, tuzifahamu ratiba za ibada ya madhabahu ya Jesus Power Miracle Church. Pengine baada ya mkesha huu kuna watu ambao watapenda kuwa wanaabudu katika madhabahu ya Jesus Power Miracle Church. Sasa vile tunaye Bishop atatueleza ratiba pia na taratibu kwa watu wa mikoani, lakini pia na wewe ambaye uko Dar es Salaam. Mama, karibu. Asante. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi kwanza niwakaribishe wote walioko mikoani na walioko Dar es Salaam, mahali popote walipo wafike, maana ni sehemu inayofikika na jina la madhabahu linajulikana sana, lina uwenyeji kwa mabodaboda, kwa wabajaji. Kwa hiyo waje, wakifika tu Kimara Temboni
wao waulize kwa Nabii Joakimu, watafikishwa. Yaani hakuna yote atakayempoteza, bali wote watafika kwa wakati. Na namba zetu za simu zinapita hapo chini ya screen, mtu anaweza akapiga kwa maelekezo zaidi. Na vile vile kwa wale ambao wanahisi wako mkoani, watalala wapi? Watalala madhabahuni, kwa sababu tumejiandaa vizuri, na kuna wengi wanatoka mikoani, wakina Debora, wakina Selina, wote wanatoka Dodoma, wanakuja hapa kwenye madhabahu kwa sababu wako kule, na wengine wanaotoka Mwanza watafika. Nafikiri wataingia siku ya Alhamisi. Kwa hiyo na wewe ambaye uko Dar es Salaam unasema ninapoishi ni mbali, karibu. Na huduma zetu tunapatikana kila Jumanne, Alhamisi na Jumapili. Zote tunafanya huduma zetu ni asubuhi. Jumanne asubuhi saa 3, Alhamisi asubuhi saa 3, Jumapili asubuhi saa 3 ndio ibada zetu zinaanza. Na huduma zetu ni za kitume na kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usije ukaja ukaanza kujiuliza hapa ni wapi. Hapa ni huduma ya kitume na kinabii. Jina la kanisa ni Jesus Power Miracle Church. Tuko Kimara, Temboni, Saranga. Namba zetu za simu hizo hapo, chukua zipige simu, mimi nitakupokelea. Hata pokea mtu mwingine, nitapokea mwenyewe. Amen. Mungu awabariki sana. Namna hiyo mtazamaji, yale ambayo tulitaka kujua juu ya mkesha huu uliokuwa unazungumzwa wa tarehe 31 mwezi wa 7 2026, tunaizungumzia Ijumaa hii. Jamani, tumeshayajua yote kwamba ni mkesha mkubwa zaidi, watabezi sana kwenye masuala ya mahusiano pamoja na ndoa. Kwa hiyo mkesha huu unawahusu vijana, wazee, mababa, lakini pia na wamama ambao tuko kwenye ndoa, ambao mko kwenye ndoa jamani, wababa ambao mko kwenye ndoa, uwe na changamoto usiwe na changamoto, mkesha huu unakuhusu. Amekwambia listi ya walimu ni wengi, lakini pia tutakuwa naye Daktari Apostle nabii huyu, na zaidi choo kingine ni ndio rais wa Baraza Original la Mitume na Manabii. Tunamzungumzia Apostle Joakim Peter Kimanza. Leo nilitajiria naweza nikamkuta nyumbani, lakini kulingana na majukumu tumeambiwa yuko kwenye majukumu mengine, lakini tarehe 31 ya mwezi wa 7 kwenye mkesha huu wa baraka atakuwepo ndani ya nyumba, kwa sababu na yeye ni miongoni mwa walimu ambao watatoa doctrine nzuri sana, ambao mmekuwa mnafuatilia kwa njia ya mitandao ya kijamii. Mama hapa akaunti yake unaweza ukampata kwa Maggie Valentine. Hapo wanakupata TikTok, wanakupata Facebook, wanakupata Instagram pamoja na YouTube. Lakini pia kwa madhabahu ya Jesus Power Miracle Church, moja kwa moja tu wewe ambacho unatakiwa kufanya pale ni kuandika Jesus Power Miracle Church. Moja kwa moja unakuwa umeingia kwenye akaunti hiyo na utajionea mambo mengi na mazuri sana. Mimi sina ziada sana, nimshukuru cameraman wangu anaitwa Amani Gifty.